sasa hadi kipindi cha dakika 30 zijazo tukujuze yale yamejiri humu nchini na mataifa ya kigeni. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 Weekendi. Familia ya Benedict Kabiru, polisi aliyetoweka nchini Haiti, yaishi kwa wasiwasi wakiitaka serikali kuelezea aliko mwanao. Imekuwa ngumu ile kukaa kungojelea hadi zenye tunapewa hatupati. Tunaomba tu serikali wafuatilie maneno ili akitende kwa sababu watoto wako kwa kila hawakuwa wanajua chochote. Polisi wamemkamata mwanamume mmoja wa makamu kwa tuhuma za kuwaua watoto wake wawili na kisha kuweka miili yao jikoni mjini Bomet. Aliyekuwa mlinzi wa Raila Odinga George Odor azikwa nyumbani kwao kaunti ya Siaya, huku jamaa na wanasiasa wakimmiminia sifa tele. Mila kitu naweza sema tushikiliangeni walaye. Bado sisi bado ni watu. Na watoto wa mitaani wamelalamikia hali duni ya maisha, wakiomba serikali kuwajali. Kenya ikiungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya watoto wa kurandaranda mitaani. Naam, karibu popote pale ulipo katika kaunti zote 47. Jina langu Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Walter Otachi, na bila shaka unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Familia ya Benedict Kabiru, afisa wa polisi ya Kenya aliyepotea katika misheni ya Haiti, imesalia gizani ikikosa majibu kuhusu alipo mwanao. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Chalo, ni kwamba familia hiyo sasa inataka serikali kuwapa hatma ya mpendwa wao, kwani juhudi zao za kufikia serikali zimekuwa zikigonga mwamba kila mara. Katika kijiji cha Thamanda, Kikuyu, kaunti ya Kiambu, familia ya Benedict Kabiru imejawa na wasiwasi na fikra chungu nzima tangu kupotea kwake siku 17 zilizopita kwenye misheni ya usalama katika taifa la Haiti. Familia hii iliyojawa na huzuni na mawazo, ikiwa na maswali mengi kuhusu mpendwa wao kuliko majibu, wakijipata kupitia wakati mrefu, kwani siku 17 hizi wanaziona kama miaka 17. We don't know, tujui venye kunaendelea, lakini tunaomba tu Mungu afugue hii giza iishe, ndio tuone mwangaza, tujue the fate. I know the fate of my son. Na tumekuwa tu tukingoja tuelezwe kama yapatikana ama ako hali gani. Familia ya Kabiru inadai kuwa serikali imekuwa ikikwepa maswali yao na kutowapa taarifa yoyote kuhusu jamaa yao, kinyume na ahadi ya hapo awali. Mara nyingi juhudi zao za kupigia vitengo mbalimbali simu zisifue dafu, simu yao ikikosa kujibiwa, huku kimya hiki kikizidi kufifisha matumaini yao. Na distress, tuko frustrated, hakuna hatua tu imechukuliwa. Sisi wenyewe ndio tunafuata, na saa nyingine unafuata simu ichukuliwi, unaenda ofisi. Kama juzi ulienda ofisi hakuwepo, tukarudi bure. Sasa unasikia hata sub county commander hataki kuchukua simu uko juu, hata anaweza kushida kama hajachukua. Cha kustaajabisha, familia hii inakiri kupata taarifa nyingi kumuhusu mpendwa wao katika mitandao ya kijamii, wao wakisalia gizani. Spokesperson kutoka wa MSS kutoka Haiti Live, na anasema, yani tunajua kutoka kwa, akasema ati the video was not authentic, yani ati haikuwa na ukweli, ati si video ya Benedict. Si serikali inakuja kutuambia vitu mingi tunajulia social media. Aidha, familia hii inadai kupitia wakati mgumu kumudu mahitaji ya kila siku, kwani Benedict Kabiru amekuwa nguzo na tegemeo lao hata anapokuwa katika misheni Haiti. Sasa imefanya maisha imekuwa ngumu, si rahisi vile. Kila kitu ndio kwa anatusimamia atakako huko. Sasa unaona hayuko, inakuwa si rahisi. Kwa sasa familia hii inaitaka serikali kuwapa taarifa na hatma ya mpendwa wao, kwani hali hii imewazuia kuendeleza maisha yao ya kawaida. My brother hapatikani. What if the news will be, watuambie tu ukweli ili roho zetu ziweze kutulia. Mike Chalo, TV47.
Karibu, asante sana Mike Chalo kwa taarifa hiyo. Na maafisa wa polisi katika eneo la Koinon, kaunti ya Bomet, wamemkamata mwanaume mmoja anayedaiwa kuwaua wanae wawili wenye umri wa miaka 2 kwa kuwachinja kabla ya miili yao kugunduliwa kwenye jikoni nyumbani kwao katika kijiji cha Touch Assis usiku wa kuamkia Jumamosi. Samira Mohamed ana uketo wa taarifa hii. Biwi la simanzi liligubika katika kijiji ndogo cha Touch Assis katika kaunti ya Bomet. Hii ni kufuatia kuuawa kwa watoto wawili wenye umri wa miaka 2 na 7 usiku wa kuamkia Jumamosi. Watoto wameuliwa ni ango yangu. Lakini tuliachana na hawa watu ilikuwa saa 5 hivi. Watoto hawa wawili wadaiwa kuuawa na baba yao Geoffrey Kipkurui mwenye umri wa miaka 35 kwa kuwachinja kwa kisu kabla ya kuyaacha miili yao kwenye jikoni nyumbani kwao katika kijiji cha Touch Assis katika eneo la Konoin. Sasa huyo jamaa mwenye alikuwa anaua wao watoto hajaoa huyo mama. Ni kuenda tu kama day scholar. Anaenda kulana na kurudi. Huyu mama anabeba mzigo mzito zaidi. Na huyu mama ako na ugonjwa ya kifua. Ana usaidizi wowote, hata aendi kibarua kulea watoto, ana shamba. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ya Bomet, Edward Mbagwa, kijana huyu mwenye umri wa miaka 35 anaaminika kutumia kisu cha jikoni kutekeleza mauaji ya kutisha ya watoto hawa wawili. Usiku wa leo kuna mtu mmoja anaitwa Geoffrey Kipkurui wa miaka kama 35 aliweza kuua watoto wake wawili, Valentine Chepkoech wa miaka 7 na Millicent Chepngetich wa mwaka 1.5. Aliweza kuwachinja kwa kutumia kisu cha kukata mboga. Aidha, mshukiwa mkuu Geoffrey Kipkurui anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Mogogosek huku uchunguzi ukianzishwa. Hicho kisu kimeweza kuhifadhiwa kutumika kwa ushahidi, na huyu jamaa ameweza kushikwa na atapelekwa kotini Jumatatu. Aidha, wakazi wa eneo hilo wameiomba serikali na idara ya polisi kuingilia kati kutoa suluhu ya kudumu, kwani kumekuwa na ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake na watoto katika eneo hilo. Sasa tunaomba msaada na majifu hapa hivi, tunaomba wafanye jambo la kutusaidia kwa sababu tumepoteza watoto wengi. Pombe hapa tena ni zaidi. Mtu anaenda anakunywa pombe, anakuja kuangusia hasira watoto. Kama huyo jamaa mwenye aliua watoto alikuwa amekunywa pombe. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Samira kwa taarifa hiyo, ila ni ya tanzia tu. Lakini katika masuala ya siasa ni kwamba aliyekuwa mlinzi wa kinara wa ODM Raila Odinga, George Odor, amezikwa leo huko Siaya. Wandani wa kinara wa ODM Raila Odinga wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo na wakili James Orengo walitumia nafasi hii kukosoa utawala wa Rais William Ruto. Orengo akisema kwamba Rais Ruto hafai kutumia idara za usalama katika kuwadhulumu wananchi kama ilivyotokea siku za hivi majuzi. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Paul Kirobi ana maelezo kuhusiana na taarifa hii. Safari ya mwisho mwenda zake George Odiwuor aliyekuwa mlinzi wa kinara wa ODM Raila Odinga ilishuhudia siasa za aina yake. Hii ni licha ya Odinga kushirikiana na Rais William Ruto katika serikali ya Kenya Kwanza. Wakihudhuria mazishi ya Odiwuor, wakili tajika ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo alipasua mbarika alipomkosoa Rais William Ruto kuhusu utawala wake na jinsi amekuwa akifanya maamuzi serikalini. Orengo akimrarua Rais William Ruto hata zaidi, akisema kwamba hafai kutumia idara za serikali katika kuwadhulumu wananchi. Orengo anasema kwamba wananchi wanafaa kupata haki kwa njia inayofaa. The weaponization of the criminal justice system should stop. The police should not be used to make up trumped up charges. This young man at that time, he was in prison for 9 months. Japo shinikizo la kupinga jinsi utawala wa rais unavyoendeshwa, waziri wa kawi Opiyo Wandayi anasema kwamba sio sahihi kupinga utawala wa rais. He is going nowhere as long as Baba Raila Amolo Odinga continues to work with him, and we are all behind him, Your Excellency.
Your Excellency, in this region, we are not known to be double speakers. Akijibu wandani wake Odinga kuhusu suala la ujumuishaji katika serikali, Rais William Ruto amesema kwamba kila mmoja anafaa kupewa nafasi serikalini. And broad-based is not about the interests of any one of us. It's not about the interest of Baba here or my personal interest. It's about the interest of 50 million Kenyans. Kinara wa ODM Raila Odinga, ambaye alikuwepa siasa za wandani wake na Rais Ruto, ameikosoa serikali ya sasa kwa kukosa kuipa nguvu serikali za ugatuzi jinsi inavyofaa. Odinga sasa anapendekeza kwamba suala la maendeleo, hasa ujenzi wa miundo misingi kama barabara, inafaa kuwekwa katika serikali za kaunti. Funds to the counties. And as I was told, the MPs and Otiende disagree. CDF, national government, give that CDF national government, but to the counties, not the MPs. Mbunge wa Sunna Mashariki Junet Mohamed alipoesha machungu yaliyopo katika serikali ya Kenya Kwanza na kusema kwamba kwa sasa wanafaa kushirikiana. Katibu wa KOTU Francis Atuoli amemtaja George kama mlinzi shupavu na aliyejitolea katika kumlinda Odinga kwa hali na mali. Paul Kirobi, TV47. Bado katika masuala ya siasa ni kwamba mawaziri wataalam mikakati katika serikali ambao ni washirika wa Raila Odinga wamepigia debe utendakazi wao serikalini na kumhakikishia Rais William Ruto kwamba hawatang'atuka serikalini kufuatia mkataba wake na Odinga pamoja na Rais William Ruto. Wadadisi wa kisiasa, hata hivyo, wanasema kuwa historia ya Odinga katika siasa za Kenya huenda ikageuka Rais Ruto, kwani Odinga huenda akawa kwenye debe mwaka 2027. Miezi 8 tangu wao kuchukua usukani, wataalam wa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ambao waliteuliwa kama mawaziri Hassan Joho, John Mbadi, Wycliffe Oparanya, Opiyo Wandayi na Beatrice Askul wametetea rekodi yao serikalini na kusema kuwa hawang'atuki kamwe. We're progressing well, I must say, and the country is stabilizing. People can say whatever they want to say, but from where I sit, I can assure you the country is stabilizing. Our economy is starting to do better. The programs that we're running today is to how we can have monies in people's pockets. That's now what we are embarking on. Kumekuwa na tuhuma kuwa mawaziri hao kutoka upinzani hawana uhuru wa kufanya maamuzi makuu katika wizara zao, huku Odinga akikemea serikali kwa kutoheshimu katiba akiwa jiji la Mombasa wikendi iliyopita na kusema kuwa chama cha ODM kitasimamisha mwaniaji urais katika mwaka 2027. Wakati uchaguzi ukifika, ODM itakuwa kwa kiwanja. Sio ODM itakuwa kwa kiwanja. Wadadisi wa kisiasa wakiongozwa na Profesa Peter Kagwanja wanasema kulingana na historia ya Odinga katika siasa za Kenya, Odinga huenda akawania urais katika uchaguzi mkuu ujao, hali ambayo inamaanisha huenda uchaguzi utakapokaribia akajiondoa pamoja na washirika wake serikalini. I think Raila will be a candidate. Baba the sixth. It is inescapable. The other scenario you want to look at is Raila now returning to the opposition. And I can see Gachagua, Kalonzo and others with a lot of jitters. Because, as I said, Raila does not play second fiddle to nobody. And therefore, when he comes to the opposition, he'll come demanding support. And I'm sure he's going to get resistance. But politics is a game of the possible. So you don't know what the opposition is going to decide. Katika historia yake ya siasa, Odinga amekuwa akitia saini mikataba na serikali tangulizi za Kenya, kuanzia Rais Daniel Moi, Rais Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta na kwa sasa Rais William Ruto. Apol Kamau, TV47.
Na uchaguzi wa chama cha UDA mashinani umeendelea katika kaunti mbalimbali, japo ukishuhudia cheche za maneno na kutoelewana katika baadhi ya maeneo, huku wengine wakisalia kulaumu jinsi shughuli hiyo inavyoendeshwa. Katika kaunti ya Tana River ilishuhudia kutoelewana baina ya upande mmoja ambao uliendelea na uchaguzi, huku watu 20 wakichaguliwa katika nafasi mbalimbali, japo upande wa seneta wa Tana River Danson Mugatana wakiibua maswali kuhusu uchaguzi huo, wakimlaumu mwenyekiti wa masuala ya uchaguzi katika chama cha UDA Anton Mwaura kwa kile wanasema kuwa wana watu wao wanaowapendelea, wakimtaka kinara wa chama cha UDA Rais William Ruto kuingilia kati masuala hayo ya uchaguzi. Leo umetuharibia na umeharibu election, hamtaki kufanya ukweli, na sisi tunaambia watu wetu, supporters wetu, musiparticipate kwa hii election. Musiingie kwa hii election. Hii election ya uongo, election ambayo imepangwa kuiba kura na kujustify mambo ambayo ni ya uongo hapa Tana River. It is essential to understand that our team has always faced significant expenditures and efforts while both in Nairobi and Tana River. It's crucial for the senator to recognize that complaining about these expenses is unbecoming, especially given his position as a senior official. Receiving the senator's ticket in the previous election 2022 does not guarantee automatic re-election. We shall all advocate for fair competition and democratic process. Tumefanya uchaguzi na tumetimiza ya kuwa na tumefanya na usalama kabisa, na tumepiga kura mzuri ya UDA na tumemaliza. Kwa hivyo wale ambao wametumwa kutoka juu kina Kaindi na Maura, tunashukuru wao wametufikisha kura mapema, sanduku mapema, na tumepiga kura mzuri. Kwingineko ni kwamba watoto wa kurandaranda mitaani wamelalamikia kuhusu mazingira mabovu na ukosefu wa huduma za misingi kama vile kupata huduma za afya, hasa msimu huu wa mpango mpya wa SHA umebuniwa. Akizungumza leo katika hafla ya kusherehekea siku ya watoto wanaoishi kwenye mitaa duni, watoto hao wanasema kwamba serikali imewatelekeza na wakati mwingine kuwadhulumu. Peter Ndiboe ambaye ni mwanzilishi wa Zero Street Children Foundation ameanzisha ameshinikiza serikali kuwaajiri watoto mitaani, ama kuwajali, sio kuajiri bali kuwajali. Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni ambaye alihudhuria hafla hiyo kusherehekea leo akikosoa serikali kwa kukosa kuwajali watoto wa mitaani. Unaona, street family hakuna pale tunapiangwa hesabu. Kitu naweza sema tusikiliangeni walaye, bado sisi bado ni watu. Chance ikipatikana mnatutoa huku kwa base. Alafu pia as much as people wanasema to the voice of the girl, how many people can vow ati kuna voice to the street women? Where is the voice of the street ladies in the street? Kuna wengine wamemari huku kwa street, wamehave family sawa kwa street. So mimi naweza sema hivi, unapata tunaongezeka, population pande yetu inaongezeka. Sawa? Na unapata ule dema akiwa na mtoi kwa tumbo sasa. Ezini inakuwa ni so struggling kwenda kumtafutia mahali atazalia. Mara inakuwa tunavurutana, yani msukungumano mahali, tunawekewa barrier. Ezini tunachujwa. So we are here today to really not to celebrate, but to use the day to bring the awareness. This is not a political thing. Kenya, when the census were done 2019 or 2019, we had over 46,000 families that were found in the streets. 15,000 of them are in Nairobi. More than 30% of them exist in Nairobi. Now that is before the demolitions. And like they have said, those numbers are likely to have more than doubled after the demolitions.
Kwa zaidi ya muongo sasa, manusura wa ukiukwaji wa haki za binadamu wamekuwa wakisubiri kupokea mgao wao wa hazina ya shilingi bilioni 10 iliyozinduliwa mwaka 2015, ila bado hakuna matumaini, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakitoa wito kwa mwanasheria mkuu kuanzisha uchunguzi jinsi pesa hizo zilivyotumika. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alilizamia suala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mnamo tarehe 26 mwezi wa Machi mwaka 2015, aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta alifululiza mpaka makao makuu ya bunge kutoa hotuba yake ya kitaifa. Ni hotuba iliyotoa wingu la matumaini kwa manusura wa dhulma zilizotokana na uchaguzi wa mwaka 2007 baada ya Rais mstaafu Uhuru kutangaza kuwa serikali itatoa kitita cha shilingi bilioni 10 katika mpango wa hazina wa kuwalipa walioathirika na ukiukaji wa haki za kibinadamu, yani Restorative Justice Fund. Notwithstanding the recommendation of the Truth, Justice and Reconciliation Commission report, I have instructed the Treasury to establish a fund of 10 billion shillings over the next 3 years to be used for restorative justice. Kulingana na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hazina hiyo ilikuwa iendeshwe kwa miaka 3, lengo kuu likiwa kutoa posho kwa manusura hao. Ila miaka 10 baadaye, bado hazina hii haijawafaidi manusura hao. This fund remains non-operational. Draft regulations and the policy for implementation of the fund have been sitting in the office of the AG and the National Treasury since 2017. Serikali ya zamani ya Jubilee ikijitetea kuwa hii ni kufuatia na ukosefu wa kipengee cha sheria linaloangazia fidia. Hazina hiyo ilikuwa inalenga pakubwa manusura wa dhulma za kijinsia, vita vya kisiasa pamoja na wakongwe wa Mau Mau. Where is the money? Who has received the money? And on what criteria have they received this money? Bunge la Kitaifa limeelekezewa kidole cha lawama kwa kukosa kujadili na kupitisha ripoti ya Tume ya Ukweli, Haki na Maridhiano iliyochapishwa na serikali mwaka 2013. Speaker of the National Assembly to update the country on the status of adoption of the Truth, Justice and Reconciliation Commission report so as to give effect to its full implementation. Mwaka 2017, serikali ilipendekeza kipengee cha sheria kutekeleza malipo kwa manusura hao, ila sheria hiyo ingali kutekelezwa. That draft was presented to the Office of the Attorney General and subsequently a draft policy as well. Hazina hiyo ya manusura wa dhulma wa ukiukaji wa haki za kibinadamu ilipokea kitita cha shilingi bilioni 3.4 katika mwaka wa kifedha 2015-2016, ila mpaka sasa matumizi ya fedha hizo hazijawekwa wazi. Survivors and CSOs remain in the dark about how these funds were disbursed, who the beneficiaries were and what criteria guided the allocation, if any. Kwa sasa, mashirika ya kutetea haki za binadamu wametoa wito kwa afisi ya mwanasheria mkuu kuanzisha uchunguzi kubaini jinsi hazina hiyo ilitekelezwa na iwapo shilingi bilioni 10 ilisambazwa. Na kwa manusura wa dhulma za kiukaji wa haki za binadamu ni zaidi ya mwongo mmoja sasa, na kile wanachotaka ni kutambuliwa, haki, fidia na kuheshimiwa. Elizabeth Atieno, TV. Tukidunda viwanjani ni kwamba mashindano ya Brookside ya shule ya upili yamefikia kikomo katika kaunti ya Mombasa, na mwanahabari wetu masuala ya michezo Duncan Mutua amepiga kambi katika kaunti hiyo, na hii hapa ripoti yake. Brookside Dairy Term 1 Games Highlights brought to you by Brookside Dairy. Brookside Dairy is committed to nurturing sports talents. Baada ya siku 5 za mashindano ya shule za upili ya Brookside, leo mashindano hayo yamefikia kikomo rasmi. Games zimekuwa very tough, and in fact in the history of the Term 1 Games, hii ndio naweza sema kwamba the 2025 edition imekuwa too fast paced, and this is as it should be. We are very very happy. Raga
Kuna mabingwa wapya. Vihiga wametoa ubingwa baada ya kuicharaza Kisii alama 14-6. Imetubidi tupambane. Hatuja vile ambao mnaona walikuwa mbele yetu kiasi, lakini tukakuja hapa tukaongea tukasema licha ya kwamba ni moto lazima tupambane sisi kama wana Vihiga. Mpira wa kikapu kitengo cha wanadada. Butere wametetea ubingwa kwa mara ya 3 mfululizo baada ya kuicharaza mabingwa wa Pwani Kaya Tiwi alama 76-53. It has not been so easy. We've been working hard. We found this place so hard for us to adapt. We only focused on our mental strength. We adapted with the weather and we realized it favored our side. Na kwenye kitengo cha wavulana kuna mabingwa wapya. Leisa Hill wametoa ubingwa baada ya kuwabwaga mabingwa watetezi Dr. Hagri kwa alama 71-69. We recollected ourselves, we changed our strategy, and my boys did one heck of a job. They went in, they gave their heart out in that game. Handiboli. Moi Girls Kamusinga ndio mabingwa. Wameibwaga St. Joseph's Kitale alama 24-14 na kutetea ubingwa wao. Na kitengo cha wavulana, Kamito wameonja uzito wa mabingwa watetezi baada ya kupokezwa kichapo cha alama 35-18. Mechi tumecheza vizuri na zimekuwa nzuri. At least tumeweza kuonyesha kwamba sisi ni mabingwa na tunafurahia pia kwa vile tumecheza. Na mashindano ya shule za upili ya Brookside yamefikia kikomo hapa katika shule ya upili ya Shimo la Tewa, na mabingwa na timu ambazo zimefuzu sasa watajiandaa kushiriki katika mashindano ya Afrika Mashariki ambayo yatakuwa yanaandaliwa mwezi Agosti humu nchini. Mimi naitwa Duncan Mutua. Brookside Dairy Term 1 Games Highlights brought to you by Brookside Dairy. Brookside Dairy is committed to nurturing sports talent. Bila shaka siku zote wanasema kilicho na mwanzo mwisho lazima uwepo, na kufikia hapo mimi Elizabeth Mutuku na mwenzangu kwenye meza ya lugha ishara Otachi hatuna budi kukamilisha awamu hii ya TV47 Weekendi. Lakini kabla sijaondoka, ningependa kusema hili: utamu wa pipi ni mate, na utamu wa supu ama utamu wa mandazi ni supu. Utamu wa pipi ni mate na utamu wa mandazi ni supu. Akili kichwani. What are your academic goals?